zinaendelea tena hii leo na nimezishuhudia mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Young Africans ushindi dhidi ya Azam FC wa goli 3. Simba Sports Club ushindi wa goli 3 dhidi ya Mtibwa Sukari. Ushindi wa Young Africans unaonekana kuwa na nguvu sana kuliko ushindi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Official mume. Yani nikwambie kitu brother. Yani ndio umeenda labda uko Sweden una miaka 9 au miaka 12 umekaa. Alafu siku unairudi unamkuta dada yako ndo anaolewa. Au sio? Nyumbani wamechoka sana, hawana hata kitu. Alafu ndo unafika sasa ile familia nzima inasema kwamba mwamba karudi, una hela kichi, mwamba karudi. Yani ndo leo kila mtu sio official mume karudi, miela kichi, unaiokoa familia hiyo. Ndio leo hiyo. Leo Yanga kaiokoa familia. Mwanamume karudi leo alikuwa Sweden miaka 12. Yanga raha. Bwana, mmemfunga Azam FC goli 3. Watu walitabiri mambo mengi na wengine wakasadiki na kusema ya kwamba huenda daraja lao likawa ni pale, yule ndio huenda angewazuia dhahiri. Nilisema na niliwaambia waandishi wa habari kwamba Azam akitufunga tena mimi nitatembea na chupi, sio boxer, chupi. Mimi si nimeoa, sina, tunavaliana. Nilisema tunavaliana, tunashangalia afuata soa bwana, tunavalianaga sisi kama hujui basi. Umeshinda bwana. Sasa nilisema kwamba nitavaa ile ya ndani pichu Magomeni mpaka Mbagala. Nilisema si ndio? Sasa ile hadi imekufa. Si tumeshinda? Sitembei tena na pichu. Si ndio? Kwanza leo naliua kwanza. Hilo limeisha. Alafu nikwambiaje kwamba tumefungwa pale, watu wa Yanga wasihuzunike. Niliwaambia kufungwa na Azam tusihuzunike. Labda kilikuwa kinachokuja mbele ni kibaya zaidi. Sasa si unaona leo Mwenyezi Mungu ametoa kule kumpa Azam, leo katupa sisi. Leo tungemfunga Azam siku ile, Azam na labda leo asingekubali angetufunga. Leo tungekuwa tuna machungu kuliko siku ile. Kwa hiyo siku ile tulilia, tulinyamaza, lakini leo tumeonesha kitu gani kinafanyika. Uongo sikimefanyika, leo tumeshinda. Ndio goli 3. Asalamu alaykum. Njoo dadangu, huyu unaona wewe anajua mpira huyu hapa. Njoo dadangu. Njoo dadangu. Eti timu gani? Unapenda timu gani sema? Sema unaona mrembo. Waambie ongea kidogo na mic. Unaitwa nani? Nani dadangu? Subira. Subira. Kazi wa Magomeni? Hapana, Mwembe Yanga. Mwembe Yanga? Ndio. Magomeni unakuja kutembea. Hapa huwa unapita kidogo. Nimekuja kujifunza mambo ya filamu. Filamu hapa. Hamasa pale. Okay. Kesho utakuja? Ijumaa. Basi Ijumaa nitakuja. Tutaongea vizuri sawa? Karibu. Kwa sababu hapa nipo kwenye interview lakini nitakuja sawa? Mimi naitwa Silva, official mume. Sawa. Sawa. Umependeza. Diamond anakupa gay. Wewe Young Africa. Namba za nini? Kubwa anachukua namba mapema. Umwambie mke wangu kwamba anatania. Umwambie mke wangu kwamba yani nimejikumbusha kwamba naweza. Na naweza au sio? Naweza. Natania tu. Lakini naweza, nina kasi, ana wivu. Kuna mchezo bila burudani. Ajui kutongoza, ajui. Bwana, vipi dalili za ubingwa za sanitagiri tuseme ya kwamba hakuna wakumzuia Young Africans? Hakuna brother, hakuna wakumzuia Young Africans, hakuna. Unajua nikwambie kitu, Yanga anapotaka jambo lake si rahisi kumzuia. Kama hapa alishaondoshwa mkoloni na Kibanga, hakuna mwingine anaweza kutuzuia sisi. Tukitaka mtu aondoke anaondoka. Sisi tukitaka timu ifungwe inafungwa. Ile quality player tulikopo nayo pale mbele, Depu, Dube, Pakome, ni timu kubwa sana. Ni timu inayotikisa. Namwambia Hersi, engineer, rais wa vilabu vyote barani Afrika, sisi Depu na Dube wanatufaa. Kama Dube anafunga kila mechi, anaifunga timu yoyote. Kama Depu anafunga, umuondoe wa nini tupoteze hela? Depu yupo, Dube yupo. Sasa hao wanaosema Dube aondoke, hao ndio wanaogopa kufungwa na Dube, kwa sababu Dube alishawafunga tangu akiwa Azam. Wanaosema Dube aondoke ni Simba, engineer. Mbona unisikii? Usimalize hela zako kwa kuleta striker mwingine bwana. Hao wanatosha. Kama hao tu wanasumbua, kuleta wengine sina kwa dhambi hiyo. Ukileta wengine hiyo dhambi sasa. Hii ni mipango ambayo tulizungumza kipindi kile nje ya mic. Mipango gani sasa?
Sisi tulisema kwamba Azam ametufunga 3. Alhamdulillah, na nilikwambia kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufungwa na Azam na nimetolewa na Azam. Mimi kama nyoka nitavaa gamba gumu lingine, nitajivua na nitavaa. Sikusema blaza? Si nilisema? Mimi nakwambieni Yanga, ukifungwa usihuzunike, ukipoteza mchezo usihuzunike, msifie mchezaji wako. Leo mwaka wa 4 Yanga anashinda mfululizo. CRDB amechukua mara 4 mfululizo, amekuja kufungwa nusu fainali. Jiulize wewe mwalimu, jiulize wewe polisi, jiulize wewe hakimu, miaka 4 mfululizo hajawahi kufanya makosa. Bwana, tuzungumzie kituo kinachofuata ni Young Africans dhidi ya TRA, na kituo kingine kinachofuata kwa mnyama Simba ni dhidi ya Singida Black Stars. Leo wengi wanasema ya kwamba Azam walitumwa. Je, na nyie mtamwagiza Singida Black Stars? Kuna kazi Singida, kuna kitoto chao kimoja hicho kinaitwa nani, si kinapiga hat-trick hicho. Acha bado TRA. Yule nani anaitwa wa Singida. Wana kitoto chao hicho kinapiga hat-trick hatari. Na leo kimetia goli hivyo kwenye ligi kuu. Hicho ndio kinakutana na Simba. Singida hatumtumi bali anajituma mwenyewe. Singida sisi hatumtumi bali anajituma mwenyewe. Simba mmemtuma. Ngoja nikwambie. Simba katika mechi 2 alizobakiza, kati ya ana mechi ya Singida Black Stars na KMC. Anaangalia Simba Sports. Simba ana mechi 2, KMC na Singida. KMC anakufa 7-0 au 8-0. KMC na Simba anafungwa KMC. Singida na Simba, Singida anashinda 1-0. Kuna maagizo. Najua mpira ni muangalia, mimi mpira nimecheza na mpira nimefundisha, najua Simba hana ubavu wa kumzuia Singida. Simba anapoteza na sisi tutamzidi Simba mpaka ligi inaisha, pointi takriban 5 sisi hapa ndio tunachukua ubingwa. Shukrani sana na wewe una hasira, mbona unanioji kwa hasira? Shukrani ya nini? Niache niongee. Sisi tunachukua ubingwa, Simba tunamzidi pointi 5. Hapo sasa ndo nataka naimalizie. Sasa hapo unaniambia shukrani. Sisi tunamzidi Simba pointi 5 ndo tunachukua ubingwa. Haya, hapa sasa kusema shukrani sawa sawa. Shukrani sana. Haya, kwa heri. Haya.